mpendwa mtazamaji, natumai kwamba kwako hii leo imekuwa siku njema. Nami kwa mara nyingine Ken Walibora, mtoto wa mwalimu, na kukaribisha katika makala ya Sema Nami. Mgeni wetu hii leo ni Clive Ayuko, ambaye ni mpenzi wa vitabu wa kupindukia. Clive, karibu katika Sema Nami. Asante sana mwalimu. Ulianzaje wewe kupenda vitabu? Labda niseme mwalimu, nimekuwa mtoto mwenye amekuwa akitaka kujua mengi kuhusu venye vitu ziko, venye siasa iko, venye kwa sehemu ya pesa kifedha ziko, sehemu za elimu pia. Na hata ukiona historia, ukiona watu wote wenye wamekuwa wakongwe na wakubwa kabisa, watu kama Einstein, watu kama Mahatma Gandhi, watu kama Raila Odinga, watu kama Uhuru Kenyatta, kila mmoja wao hawa watu wetu hawa watu wakubwa hao, unapata kila mmoja wao anasoma kitabu. Kuna kitabu moja anasoma. Manake ukisoma kitabu unajielewa pia, na unaweza zungumza pia vizuri, unaweza wasiliana na watu, unaweza ongea hata kama ni kwa crowd hivi na watu wakusikize. So kitabu nasema ni mimi, na mimi ni kitabu. Kwa hiyo ina maana kwamba wewe unasoma vitabu kwa dhamira ya kujua mambo, ama kwa sababu ya kutaka kuwa mtu mkubwa kama hao uliowataja? Nasema labda nikisoma ndio, labda nikitoa hawa mawaidha yenye napata kwa vitabu, labda pia nitakuwa nasaidia watu, na hiyo pia naweza kuwa mtu mkubwa pia hivyo nikisaidia watu. Hata nafikiri ukubwa ni about service. Huwezi kuwa tu mkubwa na utumiki watu. Hiyo ukubwa itakuja na majukumu pia makubwa sana. Na labda tueleze kidogo kuhusu asili yako. Je, ulizaliwa wapi, lini, na je yalikuwa mazingira ya watu kusoma katika familia yenu? Nilizaliwa Nairobi, nimelelewa Nairobi hapa Lang'ata. Nikasomea Uhuru Gardens Primary School mpaka nafikiri darasa la 6. Alafu kukatokea matatizo kwa nyumba, sasa nikarudi kule mashinani. Nikaingia kwa shule inaitwa Kondele Primary, ndo nikamaliza class 8. After class 8 nikaingia Maranda High School. Maarufu sana hiyo. Naam. Shule maarufu ndio. Nika kaa huko Maranda mpaka nikafanya kidato cha 4 huko. Nikapata labda unaweza tafsiria professor, nikapata B+ ya 70 points. Kisha baada hapo B chanya ya alama 70. Ya alama 70. Ndio. Yes. Sasa kutoka huko nikapata invitation ama admission ya kuingia chuo kikuu cha Nairobi kusomea Bachelor of Arts katika political science na mambo tu ya dunia venye watu wana interact hivi, inaitwa sociology. Sasa nikafanya double major in political science na sociology. Kwa ukasomea sociolojia na siasa. Lakini wajua kuna vitabu vya hizo taaluma mbili. Mbona hukusoma hivyo tu katika maisha yako chuoni na baada ya chuoni? Maana umekusha hitimu sasa, wewe ni mtu unafanya kazi ya utafiti. Mbona unataka kusoma nje ya mawanda ambayo ulisomea hasa katika chuo kikuu? Nasema hata kwa kazi ama hata kwa hii shahada yenye nitapata, sija graduate bado. Ta graduate nafikiri this year December. Hata kwa haya vitu yenye nimesoma, ukitaka kuyaelewa vizuri, haya hadithi yenye yameandikwa na watu kutoka wewe kwa jumla. Umeandika kitabu cha Kidagaa Kimemwozea. Kitabu chenyewe chaongea juu ya vitu zenye zinafanyika katika labda niseme serikali yetu ama siasa yetu ama vitu hapa na pale. So ukitaka kujua ama kuelewa vitu ama hata kukuza kampuni yako kwenda from one next level to the next level, mpaka ukuwe na ufahamu wa venye vitu ziko na venye vitu pia zinasonga. Kwa hiyo huwezi kusoma siasa tu na huwezi kusoma sociolojia tu? Siwezi soma siasa tu, siwezi soma sociolojia tu, ndasoma fiction, ndasoma hadithi yenye umeandika. Kila mtu nafikiria vitofauti.
na ukitaka kuelewa watu pia mpaka wakusanye pamoja ukapata mawaidha kutoka kila mmoja wao. Clive, nani aliyokuchochea kuwa msomaji wa bidii namna hii? Tu venye nakwambia profesa, nimekuwa mtu mwenye amekuwa curious. Nimekuwa curious sana. Na nimeona kama pia kitu kama saa ni kitu hairudi nyuma, ni kitu ikishapita imepita. Sasa hii saa, na pia watu pia wanataka kuishi forever, for lack of a better word. Forever si nikisema ati sasa nitaishi miaka 1000. La, nitaacha nini nyumba yangu nikikufa yenye watu watanikumbuka nayo. Sasa hizi ndo vitu zimenimutisha kujaribu kuelewa vitu na kuona venye naweza suluhisha vitu zenye zinatusababisha hapa kwa nchi yetu Kenya. Kwa hiyo unasoma vitabu hivi kwa sababu ya kutafuta suluhisho nyingi kwa matatizo chungu nzima. Naam. Ambayo yanaibuka katika jamii. Naam. Unasoma vitabu vya aina gani? Nimesoma vitabu nyingi, nasoma filosofia, vitu kama Auguste Comte. Ndiyo. Najua wamfahamu. Ndiyo, ni mwana sosiolojia vile. Watu kama Einstein, yeye pia ameandika kitabu yenye inaitwa Dunia venye naiona, ama The World as I See It venye ameandika. Mwanasayansi yule. Ni mwanasayansi, but alikuwa na ufahamu ya hata siasa na mambo yenye venye alikuwa nafanyika duniani. Yeah. Kwa hivyo ndivyo aina ya vitabu unavyosoma. Unasoma falsafa na unasoma vile vile hadithi za kubuni. Naam. Labda Shakespeare unasoma. Shakespeare ndio. Na waandishi kama hao. Wa Afrika unasoma kina nani? Nimesoma Chinua Achebe. Ndio. Nimesoma Chimamanda Ngozi. Nimesoma udada wetu mwenye anaitwa Yvonne Odhiambo, ameandika Dusk. Ndio. Yeye hata namshukuru maana nilisikia mtu akisema hata ameweka kitabu yake kwa niite kitabu pepe, labda utawatafsiria. Ndio. E-book. Ameweka vitabu zake kwa e-book. Na nafikiri reporter mmoja aliwahi muuliza, kwa nini umeiweka kwa e-book na unapoteza pesa ukiiweka hapa? Akamwambia, mimi hata sioni ile pesa, mimi naona nataka tu watu wasome hii kitabu na ifikie watu wengi kabisa. Sasa kwa huyo Yvonne namshukuru kabisa. Yeah. Kwa hiyo maana katika mazungumzo yangu nawe siku nyingine uliniambia unapenda kama vitabu vikiwekwa katika ule mfumo wa dijitali. Naam. Ili visomwe na wengi. Naam. Kwa nini? Hilo limekuwa jambo ambalo unalipenda sana. Tu venye nilikwambia profesa, saa ni kitu akirudi nyuma. Ukiona kifaa kama hichi na venye wanavitengeneza inazidi kuwa ndogo. Lakini kuna watu wanasema anataka akishike kitabu mkononi. Sio kukisoma kitabu katika kiwambo ambacho una namna ya kufungua ukurasa baada mwingine. Kuna watu wanataka ashike kitabu mkononi, lakini kitabu cha dijitali unajua huwezi kukishika chenyewe. Hata labda niseme dunia yageuka. Hata saizi ukiangalia hata zile Millennium Development Goals na Sustainable Development Goals, vitu kama environment ni kitu watu sasa wanashughulika nayo sana. Na kama tutazidi kutengeneza vitabu vya karatasi, basi tutazidi kufeli pia miti nyingi. Na hiyo pia iko na ile madhara kwa environment yetu. Sasa hii si kibaya vile. Hata kwa hizi application, niziite application, but utawatafsiria kama utapata njia ya kuwatafsiria. Hizi application kuna hata njia zenye wamezifanya zenye unaweza soma kitabu kama kitabu. Utasikia hata hiyo page ikigeuka. Sasa hizi ni vitu zote hawa developers wameshughulikia. So mtu yote mwenye anaweza kuwa na shida ya labda nataka kuona kitabu yenyewe, hiyo feel bado unaweza ipata kwa tablet yako, unaweza ipata kwa smartphone yako, unaweza ipata kwa labda PDA kama una PDA. Na gadget ingine yote yenye unaweza kunatumia. Clive. Lakini tunaishi katika kizazi cha teknolojia ambacho watu wanahofia labda hamu ya kusoma haipo tena. Watu wanataka kwenda Facebook ama Twitter
ama kuna vitu vinaitwa Instagram. Sasa vitu hivyo ni muhimu kwao zaidi. Kwa hiyo ile hamu ya kusoma maandishi kama tunavyoyaelewa kwamba hamu hiyo labda imepungua ama imekwisha. Ni kweli ukiangalia hata statistics za venye watu wako kwa simu, nafikiri kwa siku moja labda mtu anaweza kuwa kwa simu labda 18 hours. Uki-add up 18 to 16 ama hata 12 hours non-stop. Sasa hata mimi niliona hii ni iko hivi, na pia kuibadili itakuwa ngumu. Watu wako hapa. Sasa kama wako hapa, mimi pia niwafuate. Kwa hiyo ina maana kwamba mtu kama anataka kazi yake isomwe lazima aifume katika huo mfumo. Naam. Wa dijitali. Naam. Maanake watu wanasoma simu zao, wako hata wamesahau kuzungumza wao kwa wao, sio? Naam. Wanazungumza kwa simu. Naweza kana wewe hivi, but wazungumza. Tunapelekania ujumbe. Tunapelekania ujumbe. Naam, mpendwa mtazamaji, tunazungumza katika Sema Nami na Clive Ayuko, shabiki wa vitabu. Tukirudi tutazungumza zaidi. Mpendwa mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya Sema Nami, na hii leo mgeni wetu ni Clive Ayuko, kijana chipukizi ambaye anapenda vitabu. Clive, Naam. Unapenda vitabu vya watu. Chako tutakiona lini? Naandika kitabu. Kinahusu nini? Kinahusu tu maisha yangu, maisha ya vitu zenye nimeona tangu nizaliwe. Vitu tu hapa pale za dunia. Kitabu tu yenye itakuwa inaguzia sehemu za labda kikazi hivi. Manake hivi unavyozungumza ni kwamba ni kitabu kinachohusu historia ya maisha yako. Naam. Aha. Biografia, acha niite hivyo. Kwa kweli wanaitwa tawasifu katika Kiswahili. Naam. Autobiography katika Kiingereza. Kwa nini utuandikie kuhusu maisha yako? Yana faida gani kwetu? Tu venye nilikwambia profesa, kila mtu anataka kuishi forever. Na kuishi forever inamaanisha mpaka hata mimi niache kitabu changu nyuma yenye watu wataweza kusoma na wakapata kujua huyu pia alikuwa naishi wakati huu na alifanya nini kwa dunia. Nitakufa, ndio, kila mtu atakufa. Mimi nitakufa. Hiyo ni inevitable. But sasa kwa hii wakati wako wenye ulikuwa duniani ulifanya nini na huo muda? Na uliacha nini kwa dunia yenye inanufaisha wana dunia? Kwa hiyo ina maana kwamba wewe katika maisha ulioishi tayari una kitu cha kuambia watu, umetekeleza na utaacha kielelezo cha kuigwa, sio? Naam. Acha niseme tu venye nilikwambia, watu wako kwa simu kila saa, na wako Facebook venye ulisema, wako Twitter, wako Instagram. Wanataka kuona nini inafanyika. Sasa hata mimi niliwafuata huko. Nikaingia hapo Facebook, form kitu inaitwa ebooks 254. Vitabu pepe 254. Labda hiyo ni tafsiri pia. Vitabu pepe. Sasa hapo pia nina washiriki labda 3,500 wenye wanasoma vitabu. Alafu pia niko na WhatsApp group ya hii group yenyewe. Sasa kama huelewi kitabu ama hauko unaelewa fahamu fulani, mnaweza discuss hapa na ifanye ikuwe very interactive kwa wenye wanasoma kwa hii group yangu. Na ningependa watu pia waingie kwa hii group na wapate kusoma haya vitabu. Ndio. Na tukirudi katika hicho kitabu unachokiandika, umekipa kichwa tayari? Naam. Kichwa cha kitabu ni nini? Anwani ama bado ndio kinasukwa kitabu chenyewe? Kitabu chenye naandika. Anwani nafikiri pia siwezi tengeneza anwani tu hivyo. Nafikiri anwani hata bado natafakari. Nikitengeneza nafikiri itakuwa ni anwani fupi but inaguzia mambo pia mengi. Lakini unajua tena muhimu katika anwani ni kuvutia.
Naam. Lakini lile ambalo nataka nikuulize tena, katika uhakiki wa kazi za kibunifu na hata kazi za kusimulia maisha ya watu halisi, kama wewe unaandika kuhusu maisha yako halisi, kuna madai kwamba wanaoandika kuhusu maisha yao ni kazi yao kujisifu-sifu. Kujisifu-sifu tu. Kwa mfano, nakupa mfano, Eric Shigongo, Mtanzania, anaandika vitabu vinavyopendwa na wengi. Anaandika vitabu kuhusu maisha yake na anajisifu tu jinsi yeye alivyo bora zaidi. Sasa utaepukaje hilo wewe? Kianwali bora, nimekuwa mtu sibagui kwanza. Mi naona mawaidha naweza pata kutoka kila mtu. Utanipata nimekaa na labda chokoraa kwa labda utanisamahani kutumia hiyo jina. Na huyo chokoraa pia, yeye pia ana ufahamu ya venye vitu ziko. Sasa tukijaribu kubongea naye atakupea mawaidha yenye hata hao watu wenye wako na degree na mashahada nyingi hawezi kupa. Na elimu, nimeona elimu pia ni muhimu, manake kuna watu wenye wako na hata shahada za pili but hawezi jitegemea. Hawezi jua biashara ni kama hauna pesa, haimaanishi pesa hii haiko. Pesa iko kwa mfuko wa mtu mwingine. Ni venye unaweza itoa huko uilete huku kwa mfuko yako. Hawajui hiyo ni biashara, hawajui wanaweza uza nguo. Wamekaa tu kwa nyumba na shahada ya pili. Sasa ukiona hivyo pia profesa, na hiyo ndo elimu yenye tunapata hapa Kenya, imefanya mtu akapata hayo shahada mbili na amekaa tu nyumbani. Haezi tumia hayo mawaidha kujisukuma kimaisha. Unaona kama hiyo elimu ni ya nufaa? Haina manufaa, na hiyo ni changamoto. Wewe tayari, lakini ukiwa bado mwanafunzi una ajira, kuna kazi unafanya. Mimi ni mtafiti, nafanya kwa kampuni moja ya utafiti yenye inajulikana, sitaiita kwa sasa juu sikupata ruhusa ya kuita, but ni kampuni ya utafiti, opinion poll survey market research company. Hiyo ndo nafanyia kwa sasa. Na pia pesa pia tu venye nilikwambia, kama una mawaidha na unajua si lazima ukuwe na kikazi na unaweza survive kwa kutoa pesa kule kuileta huku through biashara, hautafuatana na kazi pia nyingi. Hiyo pia iko, but kwa wakati wangu mwingi niko kwa utafiti na kwa hii kampuni yenye nafanyia kwa sasa, pamoja na masomo yako chuoni. Lakini sasa mtu akija akakwambia unapenda vitabu, sawa, lakini vitabu vitakupa nini? Kuna watu hata elimu hawana. Wewe umewataja hawa vijana wanaoranda barabarani, hawana chochote hao. Lakini kuna watu wana majengo yamesimama marefu, yanaweza kugusa mawingu Nairobi, lakini hata jina lake hajui kuandika. Sasa vitabu hivi bwana vitakupa nini? Angalia watu hawakusoma, wana mali nyingi. Utasemaje? Tu venye nilikwambia, hata hao wenye hawakusoma walijua elimu iko ndio, but hata ukipata hiyo elimu, kwa wale wenye wanaangalia pesa na wanaangalia pesa kama ndio maisha ama msukumo wa maisha, watajaribu njia za kupata ile fedha nyingi kutoka kule kuileta hapa. Wako kila mahali, unawaona hapa duniani, wako kwa serikali, wako ni wana biashara wakubwa, ni wanasiasa, ni watu kila sehemu. Kila sehemu za dunia utawapata. Sasa kama unataka kuona kama pesa ndo msukumo wako wa maisha, labda ifuata hiyo. But labda hiyo pia, sijui kama umesoma hiki kitabu kinaitwa The Monk Who Sold His Ferrari. Labda utawatafsiria watazamaji. Imeandikwa kwa Kiingereza but ni mtawa aliyeuza gari lake la Ferrari. Alikuwa lakini sijakisoma. Acha labda ndakupa summary. Ndio. Ni mtu mwenye alikuwa na hii fedha yenye unasema kubwa, alikuwa na hayo magorofa yenye unasema. But akaona, akakuja kupata kuwa hii maisha pia si satisfying venye nilikuwa nafikiria. Ukisoma hata Einstein na wana wakongwe wa zamani, kuna wenye wamesema kitu kama happiness ni kitu iko very relative. Ni kitu utaipata saizi
na baada ya muda itakuwa imeisha tena. Yani furaha si kitu ambacho unaweza kuwa na hakika nacho, sio? Mpaka uifuate kila siku. Naam. Sasa kama hiyo ndo furaha, pia itakuwa pia kila kitu pia kina mwisho. Sasa kwa maoni ya Clive, furaha inapatikanaje? Mi furaha naipata kutoka vitabu, acha niseme hivyo. Naweza tembea virtually, niite hivyo. Naweza soma mawazo ya mtu na venye watu wanaishi kwa sehemu fulani ya dunia nikitumia kitabu. Aha. Unafika pahala hujawahi kufika. Nafika pahala sijawahi. Unatizama mambo katika nyakati ambazo hukuwahi kuishi wewe. Naam. Lakini sasa utafanyaje wewe ili ari ulionayo ya kusoma vitabu iwe ni tabia ya kitaifa, ili yani Wakenya wengine na watazamaji wengine na wao pia wapende vitabu kama unavyopenda wewe? Tu venye nilisema, nafikiri hapo awali, niliwafuata hawa Wakenya wenye wako Facebook na Kenyans on Twitter wanajiita KOT. Labda unaufahamu wa hiyo hashtag. Na wakiandika maneno yao ni kama ndimi za moto. Naam. Sasa mi pia niliwafuata kule, nikaformile Facebook group page ya ebooks 254 yenye tu venye nilikuwa nakwambia hapo awali, ina watu wenye kuna watu 3400 hapo wenye wanasoma na wenye wanaongea na wenye wanapata kujua venye vitu ziko. Nafikiri hawa watu kuna madokta hata kwa hii group, kuna maarchitect kwa hii group, kuna manurses kwa hii group, kuna watu wenye wanafanya kazi katika kila sehemu. Sasa haya mawaidha wakiyapata, hao pia watakuza biashara zao, kwa wanafanya biashara watapata kuajiri pia watu wengi, juu tuna shida pia ya unemployment na watu wenye hana ajira. Watapata kukuza kampuni, kwa wanafanyia kampuni zao na kupata labda profit za juu kabisa. Hizi pia itasaidia tena labda kuajiri watu wengine. Sasa haya naweza kuwa naifanya ni kama sina kitu nitapata, but nikiangalia long term impact itakuwa indirect, but itakuwa na hiyo impact, na hiyo ndio itakuwa shukrani. Ndashukuru. Na sisi hatuna budi kukushukuru kwa kupata fursa ya kuja kusema nasi. Naam. Mpendwa mtazamaji, nimekuwa nikizungumza na Clive Ayuko, shabiki wa vitabu na vile vile mwanafunzi na mtafiti wa masuala mbalimbali ya kijamii. Katika Sema Nami kutoka kati ya jiji la Nairobi, mimi ni Ken Walibora.